Watanzania wenzangu, huu sasa ni wakati wa kila Mtanzania kusimama na Mungu kwa ajili ya hatima ya taifa letu la Tanzania. Kuna watu wanahisi mambo ni marahisi kiasi hivyo, lakini kwa mtu ambaye ana mzigo wa kuombea taifa la Tanzania atanielewa kwa hiki ninachokisema, ya kwamba huko tunakoelekea sio parahisi kama tunavyofikiria. Na inawezekana kabisa serikali, taasisi, vyombo vya dola msielewe hiki kinachoendelea kwa taifa la Tanzania. Lakini pamoja na kwamba siku hizi watumishi wa Mungu hawaaminiki sana kwa sababu mengi ya yale wanayoyaongea hayatimii, lakini bado hebu pateni nafasi ya kuwasikiliza watumishi wa Mungu ambao mnaamini ya kwamba hawafanyi utumishi kwa ajili ya matumbo yao, bali wanafanya utumishi kwa sababu ni wito wao, na furaha yao haipo kwenye kupata umaarufu, haipo kwenye kupata pesa, bali ipo kwenye kutimiza kila ambacho Mungu anawatuma. Kupitia hao watumishi wa Mungu mtapata dira ya taifa la Tanzania. Ni rahisi kujiaminisha kwa sababu ya cheo, ni rahisi kujiaminisha kwa sababu ya pesa, ni rahisi kujiaminisha kwa sababu ya historia yetu kama taifa, lakini kwa uhalisia sivyo kwa wale mnaoomba. Huku niliko ambako nitangulia kuambia kwamba kabla sijafika huko Marekani, Mungu alinionyesha. Na sijaeleza mengi sana mchakato mzima wa Mungu kunileta mpaka Marekani. Ila kwa ufupi tu ni kwamba nilieleza kwamba nilikuwa kwenye maombi ya mzigo, kuombea uamsho wa Injili, lakini pia kuombea taifa la Tanzania. Ndipo nikaota ndoto ya kihuduma kwamba nimeona mkutano wa Leonard Bonke mwinjilisti, na nikaambiwa niende huko kwa ajili ya mambo matatu. Moja, nimsikilize anavyohubiri. Mbili, aniwekee mkono aniombee kwa ajili ya huduma mikutano ya Injili. Tatu, nimshirikishe maono ambao Mungu alinipa ya kumwandalia mkutano wa watu 100,000 Tanzania kwa ajili ya uamsho. Hayo maono nilipewa, ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 6 2022, nikiwa nahubiri mkutano wa Injili Kenya. Kwa hiyo na hiyo ndoto ya Leonard Bonke niliota baada ya kuanza kuiombea hayo maono. Na jana tarehe 16 mwezi wa 10 2025 nimefanikiwa kufika kwenye ofisi aliyokuwa anaitumia Leonard Bonke. Nimefanikiwa kusimama kwenye kiti alichokuwa anakalia Leonard Bonke. Lakini kumbuka ilianzia kwenye nini? Kwenye ndoto. Kwa hiyo pia ndo maana nikasema kwenye zile video zangu za mwanzoni kwamba kilichonisukuma mimi kuanza kuongea juu ya mambo ya kitaifa sio kwa sababu nataka umaarufu, sio kwa sababu nini, ila ni kwa sababu moja. Mungu alinipa mzigo kwa ajili ya taifa la Tanzania, na nikawa ninaomba, nafunga, ninaomba siku 200, nikaja kufunga siku 100. Lakini pia jambo la pili ni kwa sababu Mungu pia alikuwa ananionyesha kupitia ndoto kwa habari ya Tanzania. Kwa sasa nilipoanza kuyaona ndoto hizo zinatimia, ndani yangu nilikuwa nasikia kwamba unahitajika usimame kwa zamu yako. Nikiwa bado ninasikia watu wanatekwa, wanauawa, wanaojaribu kuongea juu ya taifa, nikawa bado muoga. Maana nikasikia kwamba basi hebu muulize mtu fulani ana ujumbe wako. Ninamuuliza huyo mama yuko Masumbwe. Ndo nilimtaja kwamba amewahi kufunga siku 5 kavu akiwa mjamzito wa miezi 6. Akaja kufunga siku 7 anakunywa maji tu akiwa mjamzito wa miezi 7. Lakini pia nikiwa kwenye mkutano wa Injili mwezi wa 8, alifunga siku 3 kavu akiwa kwenye siku za matazamio, kitu ambacho mimi siwezi pia. Na Mungu amekuwa akimfunulia mengi sana, na amekuwa akimtumia kwa namna ya ajabu sana, hata kwa habari ya huduma ya maombezi. Basi kwa hiyo niliposikia kwamba nimtafute huyo mtu,
Naomba niweke simu yangu vizuri. Niposikia nimtafute huyo mtu, nishawasimulia kwamba ndo nikamwambia mke wangu amtafute. Ndo akaniambia kwamba nimeota ya kwamba Mungu amekuweka uwe mlinzi kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kwa nimerudia hayo ambayo nimeshaeleza kwenye video za nyuma ili angalau tupate picha. Sasa wakati ninamuomba Mungu sasa, nikiwa sasa tayari niko Marekani na Mungu sasa nimeshathibitisha moyoni mwangu kwamba Mungu anataka nisimame kwa ajili ya taifa la Tanzania, basi nikaanza kuomba. Na kuna ndoto zingine na siwezi kuzisema ambazo Mungu alikuwa ameonyesha kwa habari ya mimi na taifa la Tanzania, kwa habari ya kusimama kwenye nafasi yangu. Hizo sitazisema. Basi kwa nikapata mzigo sasa wa kuanza kuomba na kumsikiliza Mungu kwamba Mungu unataka niseme nini? Kwa sababu Mungu akikuweka uwe mlinzi mahali, haui mlinzi tu automatically au kwenye mwengu wa roho unakuwa na bunduki. No, maana yake ulinzi, maana yake kwamba uwe na sauti ya Mungu, na hiyo sauti ya Mungu ipate mamlaka kwenye taifa, maana yake iliongoze taifa. Na Mungu anapokuambia umekuwa mlinzi, maana yake sio wewe peke yako, maana yake pia kuna watumishi wa Mungu ambao Mungu anawainua pamoja na wewe. Kwa nilipokuwa nikimuomba Mungu, ndipo akanikumbusha kwamba maandamano sio chaguo langu la kwanza kwa ajili ya taifa la Tanzania, juu ya kuipatia haki yake, hatima njema, lakini pia kwa habari ya kuitumia kwa ajili ya uamsho wa Injili kwa siku hizi za mwisho. Ndo nikapata picha hapo. Sasa mimi kabla nilikuwa nashabikia maandamano kwa chini chini, na nilikuwa nasema moyoni kwamba kama ningekuwa Tanzania lazima ningeandamana. Kwa maana yake totally kabisa, nilipoanza maombi mtazamo wangu juu ya maandamano ukawa yani haupo tena. Na sio kwamba maandamano hayatakuwepo, maandamano yatakuwepo. Kwa maana gani? Mungu alisema ndani yangu nikiwa ninaomba, nikanisikia kwamba maana yake kama ile nafasi ya kwanza ambao Mungu anataka kulivusha taifa la Tanzania bila maandamano haitatimia, basi atatumia maandamano. Maana amekusudia kuleta haki ya Watanzania, amekusudia kuliinua taifa la Tanzania na kulitumia kama utambulisho wake. Kwa Mungu anapolitumia taifa kama utambulisho wake, manake ndani yake anasimama nalo kulivusha pamoja nalo, kama ambavyo Mungu alilitumia taifa la Israeli kujitambulisha kwamba yeye ni Mungu, ndivyo ambavyo pia Mungu, na ndio maana matendo ya Mungu yakadhihirika kupitia taifa la Tanzania. Kadhalika manake hata sasa Mungu anaposema analitumia taifa la Tanzania kujitambulisha kwa mataifa mengine, kama ambavyo amejitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa amani kupitia Tanzania, basi ujue ya kwamba kwenye mapambano hayo yote bado kutakuwa na mkono wa Mungu ili ajitambulishe kama ambavyo ilikuwa kwa taifa la nani? La Israeli. Ndio maana nikasema kwamba either kama haki isipopatikana kwa njia ambayo Mungu amekusudia, basi maandamano hayatakwepeka. Basi kwa nilipokuwa ninaomba siku moja, huwa na tabia ya kwamba nikimaliza kuomba maombi ya mzigo, ninachukua Biblia afu ninafunua mahali popote. Kwa nikaja kufunua kitabu cha Waamuzi sura ya 4. Nikasoma kuanzia huo mstari, ila nilipofika mstari wa 4 mpaka wa 6 nikapata picha. Nikakuta kwamba Mungu alikuwa amemkusudia Baraka amtumie kumwangamiza Sisera amiri jeshi wa mfalme Yabini. Lakini Baraka alipotoa udhuru kwamba hawezi akaenda peke yake bila Debora, Mungu akamwambia basi safari yako utaenda, lakini haitakupatia heshima, maana Mungu atamtia Sisera mikononi mwa mwanamke. Kwa nini? Kumbe Mungu alikuwa amekusudia kumheshimisha Baraka kwa kumuua Sisera kwa mikono yake.
Kwa nini sasa nilipokuwa namuomba Mungu juu ya hili andiko, naomba tu nisome, nitaanzia mstari wa 5. Naye alikaa chini ya mtende wa Debora. Nitaanzia wa 4. Basi Debora nabii mkewe Lapidothi ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima vya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Huyo akatuma mtu akamwita Baraka wa Abinoamu toka Kedeshi Naftali, akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enendo ukawavute kwako huko katika mlima wa Tabori watu 10,000 wa wana wa Naftali na wana wa Zabuloni, nami nitakuvutia Sisera amiri wa jeshi lake Abini hata mto wa Kishoni pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mkononi mwako. Baraka akamwambia, kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama huendi pamoja nami mimi siendi. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoendea haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Basi nilipokuwa nikipatiwa andiko hili, nikawa nasikia ndani yangu kwamba Mungu alikusudia alitumie kanisa la Tanzania kujitukuza juu ya mataifa yote kwa habari ya serikali dhalimu. Serikali inapokuwa dhalimu, tumeona siku zote ya kwamba serikali dhalimu inaonea watu, inaonyima haki, imekuwa ikiondolewa na wananchi kwa njia ya maandamano. Lakini Mungu alikuwa anataka alitumie kanisa kuondoa serikali dhalimu inayoteka watu, ambao haisikilizi vilio vya watu, ambao haisikilizi malalamiko, haina muda na mtu, haina muda na ushauri. Alikusudia alitumie kanisa ili ajitukuze kupitia kanisa. Lakini kuna namna ambavyo kanisa hatujasimama kwenye zamu yetu kama ipasavyo. Kwa hiyo sasa maana yake Mungu alikuwa ametoa alternative mbili, aidha kulitumia kanisa au kutumia njia nyingine. Kwa hiyo ndio maana mnakumbuka nilianzisha maombi ya siku 7. Nikaomba. Nilipomaliza hayo maombi nikawa namuuliza Mungu, nimaliza tarehe 14. Tarehe 15 ambayo ni juzi, nikawa nasoma maandiko, ninaomba, lakini bado nikawa naonyeshwa kuna hali ambayo kuna machafuko. Nakumbuka siku nimepanga kufunga siku 10. Siku 5 kavu, alafu siku 5 na kunywa maji tu. Na ni maombi ambayo sijawahi kuyafanya hayo ya kutokunywa kabisa kitu. Huo usiku kuna mtu akawa ameota juu yangu. Kwa hiyo ndoto ikanistua kidogo, nikasema nisilazimishe, kwa nika nimeacha hayo maombi ya muda mrefu. Lakini nimekuwa kwenye maombi kwa muda mrefu nikiombea taifa. Sasa nilipokuwa nimepanga hayo maombi ya siku 10, siku moja nasoma Biblia nikafikia kitabu cha Yeremia sura ile ya 42. Pale ambapo Israeli walimwambia Yeremia ya kwamba aende akamuulize Mungu kwa ajili yao ili wajue wapi waende, wabaki kwenye taifa lao au wakimbilie Misri. Na wakaahidi kwamba watamsikiliza Mungu. Yeremia akaenda kumuuliza Mungu siku 10. Siku ya 10 ndio Mungu akamjibu, lakini alipowaambia hawakusikiliza, wakafuata ya kwao, na kule walikoenda wakapigwa. Nikajiuliza, Mungu, hili andiko unamaanisha nini? Kwamba pamoja na kwamba nitaomba, nitafanyeje, nitawaisi serikali, nitawasi viongozi, bado hakuna atakayenisikiliza? Sasa basi nikaendelea. Kweli nimehitimisha maombi hayo ya siku 10, maombi hayo tarehe 14. Lakini bado nikaendelea kuona kwamba tunaelekea huko. Na nikakumbuka ili andiko ambalo Mungu alinipa la Yeremia 42. Kwamba pamoja na Yeremia kumuuliza Mungu akapata majibu kutoka kwa Mungu ya kwamba wasiende huko, bado walienda. Na wasomaji wa Biblia mnajua kwamba walipoenda huko
kuna mtu aliwavizia na akawapiga wengi wao wakafa. Kwa wakaanza kujilaumu kwa nini walienda, kwa nini hawakumsikiliza Yeremia. Kwa hiyo inanistua sana kwamba manake Mungu, manake kwamba maandamano bado atakuwepo. Ndio nimejua kwa nini Mungu alinipa hilo andiko. Sasa lakini bado nikawa naendelea kumwamini Mungu. Jana wakati naendelea kuomba, nikaendelea na hiyo tabia yangu, huwa nikiwa na uweponi kabisa, nikimaliza maombi nachukua Biblia ili Mungu anisemeshe juu ya kile nilichokuwa nakiombea. Naomba nikusomee ile andiko ambalo nilipewa pia. Ezekieli sura ya 21. Na hili andiko ndio litabeba ujumbe wetu kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya watu wa Mungu. Inasema kuanzia mstari wa 1. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, uelekeze uso wako kuelekea Yerusalemu, ukadondoze neno lako upande wa mahali patakatifu, ukatakabali juu ya nchi ya Israeli. Uiambie nchi ya Israeli, Bwana asema hivi, tazama mimi ni juu yako, nami nitautoa upanga wangu alani, nami nitamkatilia mbali nawe mtu mwenye haki na mtu mbaya. Nilipofika kwenye huo mstari nikastuka kwamba Mungu manaka atapiga mwenye haki na mbaya. Nikakumbuka maandamano. Kwenye maandamano kuna hayachagui tu kwamba waumie wabaya, manake hata mwenye haki anaweza akaumia, mwenye haki anaweza akapata mabaya. Kama ilivyotokea kipindi fulani cha maandamano ambapo kuna mtu asiyekuwa na hatia, kuna binti ambaye hakuwa na hatia alifariki, na hicho kifo kilituuma sana. Nini? Kwa sababu manake nilikuwa napata picha kwamba tunakoelekea ni njia ya pili ambayo Mungu alikuwa hajaikusudia ndio itatumika kuamua hatima ya taifa la Tanzania. Naomba niendelee kusoma mstari wa 4. Nasema, basi kwa kuwa nitamkatilia mbali nawe mtu mwenye haki na mtu mbaya, upanga wangu utatoka alani mwake, uwe juu ya watu wote wenye mwili toka kusini hata kaskazini, na watu wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana nimeufuta upanga wangu alani mwake, hautarudi tena. Mstari wa 6 ulinigusa sana. Inasema, ugua basi mwanadamu, kwa kuvunjika kwake viuno vyako, na kwa uchungu utaugua mbele ya macho yao. Na itakuwa wakuambiapo, mbona unaugua? Ndipo utakaposema, kwa sababu ya habari hizo, maana linakuja, na kila moyo utayeyuka, na mikono yote itakuwa dhaifu, na kila roho itazimia, na magoti yote yatalegea kama maji. Tazama linakuja, nalo litatendeka, asema Bwana Mungu. Nilipokuwa nasoma hili andiko, ilikuwa ni kama sauti ya Mungu inasema ndani yangu. Kwa hiyo nikawa ndani yangu nashuhudia kabisa kwamba manake sasa Mungu ameamua atumie maandamano kama njia ya kuliokoa taifa la Tanzania, kulitoa mikononi mwa kikundi kidogo ambacho Mungu alinionyesha kupitia ndoto niliyoota tarehe 24 mwezi wa 6 2025. Ndoto hiyo ambao niliwaeleza kwamba shamba la umma, ila baadaye likatekwa na watu wachache, wakafuga mbwa wa kizungu ili kusudi walilinde shamba hilo liwe kwa ajili ya maslahi yao. Nilipokuwa nalikaribia hiyo shamba, wakaanza kunifukuza. Nikawa nimevukia nchi nyingine, nikawa nimevuka ng'ambo ya barabara. Nilipofika Marekani huku, nikapata mzigo wa kuomba, afu nikapokea huo ujumbe ya kwamba natakiwa kusimama kwa ajili ya taifa. Ndipo nikakumbuka, nikaletewa ile ndoto kwamba kuvuka barabara na kuliacha shamba, maana yake ni hii kwamba shamba linawakilisha taifa la Tanzania na rasilimali zake. Kuvuka barabara na kuwa nje ya shamba, maana yake ni kuwa kwenye nchi tofauti na hiyo Tanzania. Lakini kwenye hiyo ndoto, baada ya huyo mbwa kunifuatilia hata huko nilikokuwa, nilisikia ndani yangu naambiwa, tumia mikono yako kumuua. Kwa nilimuua huyo mbwa. Hiyo ndoto hicho kipengele pia kina maana yake.
lakini namshukuru Mungu, huwa akinionyesha ndoto inatimia hivyo. Basi baada ya hapo ndo tulipoonana sasa na nani, na Gwajima, naye akataka aendeleze mashambulizi. Nikamwambia mimi na wewe hatupasi kupigana. Kwa hiyo bado pale kuna fumbo kati ya mimi na Gwajima kuonana na kutaka kupigana na kushikana mikono. Hiyo kushikana mikono ina maana yake, na naomba niseme kwamba bado uwezo kaitafasiri kama kwamba Mungu anasema Gwajima atakuwa rais, kwa sababu kushikana mikono bado iko kwenye fumbo. Kumbuka ingekuwa imetuambia kwamba amemiliki lile shamba la mpunga, hapo ndo tungesema atakuwa rais. Kwa maana yake simtaji hapa ili kumthibitisha au kumamilisha kwamba atakuwa rais, bali naeleza tu kile ndoto kilionyesha. Inawezekana ni kushikana mikono, kukubaliana kwenye huduma, au ndo hiyo nafasi anaoitamani ndo Mungu atampa. Mimi sijui, maana sipo kwa ajili ya siasa. Sasa kwa hiyo kwa sasa unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho ni kibaya. Lakini sasa nilivyokuwa naendelea kuomba, kitu ambacho nimesemeshwa ndani yangu ya kwamba kuna mabaya ambayo mengi yatatokea kuliko ambavyo leo tunaitazama. Yani asivi tunachukulia tu simple easy, lakini kuna mambo ambayo yanaweza kuwa magumu. Juzi pia kuna mtu ambaye aliota ndoto inanihusisha mimi, ambapo aliona, ni mzungu, aliona ule upepo wanaziita nodes nini, aliona upepo mkali unapiga, na mimi nilikuwa chini, yeye alikuwa kwenye helikopta. Kwa akaniambia kwamba Msa kimbia bafuni, ili nikimbie bafuni alafu afunge mlango. Baadaye alipokuwa anaendelea kuomba Mungu akasema, nahisi Mungu anakuambia kwa habari ya taifa lako la Tanzania inahitajika toba. Kukimbia bafuni maana yake ni maombi ya toba. Bafuni ni mahali pa kujisafisha, maana yake inahitajika toba kwa ajili ya taifa, ili angalau kuinusuru na mambo mabaya ambayo yanatokea. Akaongezea kitu, amewahi kuwa Kenya, akasema inawezekana falme, roho ile ya maandamano inataka iongeze ufalme, ipanuke, ije na kwa taifa la Tanzania, kuendelea kusimama na Mungu. Kuna mimi sasa nimewaletea ujumbe. Lengo langu ni kwamba hebu tusimame kwa pamoja na taifa la Tanzania kwa maombi. Ninafuatilia namna ya kuanzisha maombi kwa njia ya Zoom, ili tutenge muda ambao tutakuwa tunaomba. Kwa hii clip ya mkini ya maelezo na nini inaweza ikawa ni clip ya mwisho leo. Baada ya hapo, siku zilizobaki itakuwa ni maombi. Yaani tutakuwa tuna link ya Zoom, tunaungana kwa pamoja, tunaomba, tunamlilia Mungu. Mungu anaweza akatuokoa. Mimi ninachokiombea moyoni mwangu ni kwamba Mungu afanye kama alivyofanya kwa Yona. Hakuwaangamiza watu wale waliokuwa pamoja na Yona. Alichokifanya, alimtoa Yona. Kuna sisi meli inazama, lakini kuna mtu anayesababisha meli izame. Maombi yangu, Mungu amtoe huyo mtu ambaye meli inataka kuzama kwa sababu yake, ili amshughulikie kibinafsi kama ambavyo alimshughulikia Yona kibinafsi, na mwisho wa siku Yona akakaa kwenye line. Kuna sisi Mungu atusaidie, yule mtu ambaye anataka kuipeleka taifa letu la Tanzania kwenye machafuko, basi Mungu amshughulikie kibinafsi, ili sisi kama taifa tubaki na umoja wetu, tubaki na amani yetu, lakini tubaki tukiwa kwenye haki. Maana kwenye clip zilizopita nilisema kwamba Mungu hakusudii tu kutupa haki, bali anakusudia kutupa haki ambayo bado inatunza, ambayo itaendelea kutunza umoja na mshikamano wa kitaifa, lakini pia amani ya kitaifa. Ni wito wangu sasa kwa watumishi wa Mungu. Ni wakati wa kusimama sasa, tusimame na Mungu, tuungane kwenye maombi. Naomba niwaeleze kisa kimoja. Mimi niko Marekani sio kwa sababu nina hela sana.
ilikuwa inahitajika milioni 15 mpaka 20 kufanikisha safari yangu ya Marekani na mahitaji yote na kila kitu. Wakati huo mimi sina kanisa, mimi ni mwinjilisti full time, nisiye na kanisa. Huwa naenda vijijini na hubiri injili, na naandaa mikutano sehemu mbalimbali. Kwa hiyo sina sadaka ambayo kwamba mtu ananitumika kila Jumapili napokea sadaka. Kwa hiyo nina maisha ya kawaida sana. Kwa kupata milioni 15 mpaka 20 haikuwa kitu rahisi. Lakini siku moja nikiwa naendelea kuwashirikisha vijana wenzangu kwenye grupu, kuna mtu mmoja akaongea kauli ya kejeli. Akasema kwamba nisirudie. Lakini kwa anaonyesha tu kwamba kama maisha tu ya Tanzania yamenishinda, ameniwia vigumu, nawezaje kwenda Marekani? Maisha ya Marekani nitayaweza? Nikamwambia, Mungu, ninaomba usimame. Kumbuka hapo Trump alikuwa anataka kufungia visa. Nikamwambia, Mungu, Trump atafungia visa baada ya mimi kufika Marekani. Nikamwamini Mungu, na kweli Mungu alisaidia mambo ya kubadilika. Kwa nini nataka kusema? Nikamwambia, Mungu, ninaomba wewe ujulikane. Na ijulikane ya kwamba wewe ukianzisha jambo, kama watu ambao unakusudia kuwatumia wakijiweka pembeni, wewe Mungu unaweza kuwatumia mtu mwingine. Kwa hiyo kilichotokea, nilimwamini Mungu na nikafanya kitu kimoja. Nikasema, Mungu, mimi nakufanyia mikutano ya injili. Mimi nafanya kitu kimoja, nakuletea watu, alafu utaniletea pesa. Kwa hiyo nikafanya mikutano ya injili, nikahubiri vijijini kwa vijana, watu zaidi ya 45. Vijana wale wadogo wenye malika ya shuleni. Lakini pia nikaandaa mikutano ya injili 3 nikafanya. Kilichotokea, moja ya mission ambao nilikuwa nimesikia ndani yangu niende, ndio ambako nikutana na mtu ambaye alinilipia hela yote ya nauli ya ndege, lakini pia amenikaribisha kwake. Kwa hiyo ingawa si mnajua ya kwamba maisha huku ni pesa, sina flow ya hela sana kwamba inatoka wapi, lakini angalau inanipa uhakika wa kwamba nina mahali ninapokaa. Kwa hiyo zile milioni 15 mpaka 20 zikawa covered karibu na mtu mmoja, alafu na wale wengine ambao waliendelea kunisupport. Nini? Baada ya kuamua kusimama na Mungu. Na sisi kama taifa la Tanzania, watumishi wa Mungu, hebu tuamue kusimama na Mungu. Natamani watu ambao mtafanikiwa kuisikiza clip mpaka mwisho, ongeeni na watumishi wa Mungu wakubwa kama Mwalimu Christopher Mwakasege, mtumishi Eliona Kimalo, watumishi mbalimbali, mastai, watu ambao wana sauti kwenye taifa. Tusimame na taifa, watangaze maombi. Kanisa la Roma ambalo lina sauti kubwa kwenye taifa letu, tukitangaza maombi ya kitaifa kupitia watumishi wakubwa, tutakuwa na umoja. Kwa tutakuwa tuna maombi ambayo yanaenda moja kwa moja, yanaratibiwa kama kitaifa. Natamani bado tunaweza tukamlilia Mungu na Mungu akatuvusha taifa letu la Tanzania bila machafuko. Kwa Mungu inawezekana. Kama mimi aliniinulia mtu nikiwa sijui nafanyeje, hata sasa Mungu anaweza akatuinulia njia ambayo dunia itashangaa. Kwa kuanzia kesho tarehe 18 nitaanza hiyo program ya maombi kwa njia ya Zoom. Kwa huu utakuwa ni mwisho wa hizi jumbe za kuwakumbusha watu, kuwaletea watu ujumbe. Kuanzia tarehe 18 mpaka either tarehe 28 au tutakavyoendelea, itakuwa ni mwendo wa maombi. Mungu awabariki sana uliyenisikiliza. Endelea kuomba, endelea kusimama na mimi kwenye maombi, lakini pia mniombee ninapokuwa huko Marekani. Bado nahitaji kumuona Mungu. Baada ya hapo nitarudi Tanzania kwenye taifa langu. Nalipenda sana Tanzania. Naipenda nchi yangu. Naomba nihitimishe kwa kusema asante. Mungu nakushukuru. Na sasa ujumbe huu naomba kuwafikie watu wako kwa jina la Yesu.
Amen. Barikiwa sana.